tukaeni hapa mbele ili tuweze kuwa pamoja katika jina la Yesu. Tunaendelea na kujifundisha kitabu kile cha Waefeso. Leo tuko sura ya 4. Tutazungumzia sura ya 4. Jumapili tutaangalia sura ya 6. Alafu tutaingia kitabu cha Wakolosai ili tuweze kwa kiwango kumjua Yesu, kiwango tofauti katika jina la Yesu. Kwa hivyo leo tunaangalia sura ya 4 ili tuweze kumjua na kumfahamu Yesu kwa kiwango kingine. Nitasoma sura ya 4 mstari wa kwanza. Kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyowastahili wito wenu mlioitwa, kwa unyenyekevu wote na upole na kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Mwili mmoja na roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wetu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Bwana asifiwe. Tunaendelea kujifundisha kuhusu kumfahamu Yesu Kristo na kumjua Yesu Kristo katika jina la Yesu. Mahali ambapo tumesoma kitabu cha Waefeso, Paulo na Roho Mtakatifu wa Bwana anazungumza nawe na anazungumza nasi anapozungumza na kanisa la Waefeso ya kwamba katika jina la Yesu Kristo tuenende inavyostahili wito wetu. Wito gani? Ambao Mungu ametuita ndani ya Kristo Yesu, ndani ya wokovu. Sisi ambao tuliokoka, tuliomwamini Yesu Kristo, tulio na wito mkuu, tulio na wito mkubwa kiasi hiki cha kupendwa na Bwana. Wito ambao, haleluya, tumependwa na Mungu, tumefanywa kuwa wana wa Mungu. Haleluya. Kitu cha kwanza ambacho tuliona na ambacho ningetaka tushike jioni ya leo, wewe ambaye unayenisikia na mimi nikiwemo katika jina la Yesu, nitujue ya kwamba sisi tuliitwa na sisi tuliitika, na kile ambacho tulikuwa tumeitiwa, uzima wa milele, tunao uzima wa milele. Na kitu kingine, kuwa wana wa Mungu, tumefanyika kuwa wana wa Mungu. Kuna yale ambayo tulipokea tayari tulipoitika, na kuna yale ambayo tunapokea na tutazidi kupokea katika jina la Yesu, na kuna yale ambayo tutapokea hata nje ya mwili huu. Kwa hivyo wito huu ni mwito mkubwa sana, na ndio Biblia inasema ya kwamba tuenende sawa sawa katika huu wito ambao tulioitwa. Jambo moja ambalo nilizungumzia na nitazungumza tena, Biblia inaposema tuenende sawa sawa na wito huu. Jambo la kwanza, ili tuweze kuenenda sawa sawa na wito huu, jambo ambalo ni muhimu ni kujigundua sisi ni kina nani. Na hilo jambo nilizungumzia, na hata jioni ya leo nitarudia tena. Shinda kubwa, kwa nini kanisa alienendi? Kwa nini Wakristo hawaenendi sawa sawa na wito huu ambao Biblia inasema tuenende sawa sawa na wito huu? Kitu cha kwanza, hawajui huu wito ni nini, na kitu cha pili, hawajui huu wito umewaita kuwafanya na umewafanya nini. Kwa hivyo hatujijui, kwa hivyo hatujielewi. Na usipojijua na usipojielewa, hautaenenda sawa sawa na wito huu. Lazima tujue sisi ya kwamba ni wana wa Mungu. Lazima tujue sawa sawa na Biblia hii ya kwamba sisi si walimwengu huu katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Unajua, watoto wa mkubwa fulani, tuseme watoto wa waziri, tuseme watoto wa rais,
hata watoto wa gavana hawaendi kila pahali ambapo mtu mwingine anaenda, hawakuli kila pahali ambapo mtu mwingine anakula, hawatengamani na kila mtu ambaye kila mtu mwingine anatengamana naye. Kwa sababu gani? Wao si wanadamu? Hapana, wao ni wanadamu kama sisi. Haleluya! Wao ni wanadamu kama sisi, ni wanadamu kabisa kama sisi. Lakini kwa kuwa wao ni kina nani, baba yao ni nani, familia yao ni gani, kwa hivyo hawatengamani na kila mtu, hawaendi mahali popote, kwa kuwa kwenda kila mahali popote ni hatari kwa usalama wao, kwa kuwa wao ni kina nani. Na jambo lingine, kwa ajili ya jina ambalo wamelibeba, lazima waliheshimu lile jina ambalo wamebeba. Hivyo hawawezi ingia mahali popote, hawawezi enda mahali popote katika jina la Yesu. Haleluya, Bwana asifiwe. Kuna watoto wawili wa wakubwa fulani mahali fulani, fungieni mkono. Haleluya. Kuna watoto wawili wa wakubwa wawili fulani. Haleluya. Walikuwa ni watoto wa mawaziri, na wakashikwa wakiwa wamelewa usiku. Haleluya. Wanaendesha gari wakiwa wamelewa kule Mombasa, walikuwa wameenda kusafiri huko, na wakatiwa ndani, na usiesi akapigia baba yao simu, akawaambia watoto wenu wako mahali hapa. Baba wao akasema huacha wakae huko ndani, Haleluya. Lakini akamuuliza swali moja, wakikaa ndani na ijulikane na jina lako litakuwa na mna gani? Na jina lako litakuwa na mna gani? Kwa sababu ya jina, ya kuheshimu jina la baba yao. Hata kama baba alikuwa amekasirika, akasema waachiliwe kwa sababu ya jina lake, kwa sababu wao ni kina nani, ili wasiharibu jina la babake. Kwa hivyo ninasema na sisi tuenende sawasawa katika wito huu, katika jina la Yesu. Tujibebe sawasawa katika wito huu, kwa sababu ya jina ambalo tumebeba katika jina la Yesu. Jambo la kwanza, na kitu cha pili, kwa kuwa sisi ni kina nani, hatuwezi ingia kila pahali, hatuwezi enda kila pahali, pia kwa usalama wetu katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Kwa hivyo jifahamu wewe ni nani. Haleluya, wewe ni nani? Ukijifahamu wewe ni nani, utaenenda sawasawa na wito huu, utatunza wito huu, utajua ya kwamba wewe ni mtu tofauti na wale wengine, utajua wewe si kama wale wengine. Ingawaje sote ni binadamu, tutajua ya kwamba sisi si kama watu wengine. Tuna jina ambalo tumebeba, tuna wito ambao tumebeba, ambao unaleta tofauti katika maisha yetu, na utaleta tofauti katika maisha yetu. Jina la Bwana tulilolibeba. Haleluya, jina la Bwana tulilolibeba. Mungu anaambia nyumba ya Israeli, nisikieni, anaambia nyumba ya Israeli amwangamizwi kwa sababu ya jina langu, kwa sababu ya jina langu ambalo mumelibeba. Nisikieni katika jina la Yesu. Jina tulilolibeba la wana wa Mungu, jina la Mungu ambalo tumelibeba, ni jina ambalo Mungu analitetea, ni jina ambalo Mungu analipigania. Kwa hivyo huu wito wa kuwa wana wa Mungu, pinasema tuenende sawa sawa na inavyostahili katika jina la Yesu. Mungu anajivunia hili jina, anapigania hili jina katika jina la Yesu. Ndiposa unaona ukiwa mwana wa Mungu, Mungu atakupigania hata kama si kwa ajili ya kingine chochote, kwa ajili ya jina lake katika jina la Yesu. Kwa hivyo tusitembee kana kwamba sisi ni watu hovyo, tusitembee kana kwamba sisi ni kama watu wengine. Tuliokoka, nasema siku ya leo, sisi si kama watu wengine. Huenda ikawa tunakula kidheri kama wao, tunakula mandazi kama wao, tunagonjeka kama wao, tunapitia hali za kimaisha kama wao, lakini nataka nikwambie katika jina la Yesu, hizo hali zitapita,
zitaisha katika jina la Yesu. Kuna majira ya kila wakati, hata mtoto wa rais, hata mtoto wa waziri. Nisikieni usiku wa leo, anapokuwa mtoto anapitia shule ambayo watu wengine wanapitia, anakula chakula ambayo watu wengine wanakula, anapitia mambo ambayo watu wengine wanapitia, lakini kuna kitu kimoja anachokijua ndani mwake, ya kwamba hatima yake si kama hatima ya wale wengine ambao walio nao. Hata kama wako mahali pamoja, si kama hatima ya wale watu wengine. Kwa hivyo tunaweza kuwa tuko pahali pamoja, tuko kwa kampuni moja, tunapitia mambo moja, lakini tujue hatima yetu katika jina la Yesu Kristo si kama hatima yao. Mambo yetu katika jina la Yesu, Mungu atakapo kamilishana nasi katika jina la Yesu, yatakuwa mambo tofauti katika jina la Yesu. Kwa hivyo tusiwe na tabia kama za wana wa ulimwengu, tusiwe na tabia kama za watu ambao hawajaokoka. Tujibebe kwa heshima kwa ajili ya jina ambalo tulilolibeba na kwa ajili ya wokovu ambao tuliobeba katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Tunasema ili utumishi wetu, ili wito wetu usije ukalaumiwa katika jina la Yesu. Asa sisi ambao ni watumishi wa Mungu, ili utumishi wetu, ili wito wetu usije ukalaumiwa katika jina la Yesu. Mungu anatutarajia kama wanawe, tujibebe kama wana wa Mungu katika jina la Yesu. Mungu anatarajia kila mmoja wetu aliyeokoka anjibebe kama mwana wa Mungu katika jina la Yesu. Na naomba katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu Kristo, Baba wa mbinguni, atupatie neema kila mmoja wetu. Mungu atupatie neema katika jina la Yesu, tujibebe kama wana wa Mungu katika jina la Yesu. Tuachane na misaa, tuachane na dhambi, tuachane na mambo ambayo ayaletei Baba wa mbinguni utukufu katika jina la Yesu. Haleluya. Tunayoyapitia, nimesema tunapitia kama watu wengine, lakini hatima yetu, mwisho wetu, mambo yetu bila ambavyo yanavyoshughulikiwa si kama ya watu wengine katika jina la Yesu. Hali zako za kimaisha vile zitakavyoenda si kama za watu wengine. Mimi nakuambia ukweli katika jina la Yesu, Mungu atakapomalizana nawe, utakapotoka katika utoto wa kiroho, vile unavyoendelea kukomaa kiroho, vile unavyoendelea kukua kiroho, hivyo ndivyo ambavyo Mungu anavyojidhihirisha katika maisha yako katika jina la Yesu. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho, hata kama mwana ni mrithi wa yale mali, lakini mradi ni mtoto, mrithi wake utakaa chini ya msimamizi mpaka atakapokamaa. Kwa hivyo wengine wetu tuko chini ya usimamizi, lakini bila tunavyotembea na Bwana, bila tunavyokomaa, hivyo ndivyo Mungu anavyoingilia mambo yetu katika jina la Yesu. Kwa hivyo katika jina la Yesu, kama umeokoka, na wasi, Biblia inasema kwa hivyo na wasi katika jina la Yesu, katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. Wito wenu mlioitiwa, wito wetu tulioitiwa, tuenende kama inavyostahili, tuwe na tabia kama inavyostahili katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Binasema kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, kwa unyenyekevu wote na upole na uvumilivu. Tunastahili kuwa na uvumilivu katika wokovu katika jina la Yesu, mkichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani, mwili mmoja, roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja na wito moja, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Haleluya. Ndani ya alivyo Baba wa yote. Mstari wa 6 nitasoma tena. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Haleluya. Mungu mmoja, Baba yetu, ambaye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani yote. Kwa hivyo tumeitwa katika wito wa Mungu. Kwa hivyo na wasi kanisa, tuenende sawa sawa na wito wetu katika jina la Yesu. Wacha iwe tofauti vile tunavyofanya mambo yetu, vile tunavyoongea, vile tunavyotembea, ili idhihirishe wito wetu, na Mungu Baba atatukuzwa katika jina la Yesu. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake
Kristo. Hivyo usema alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Haleluya. Kwa hivyo Biblia inaendelea na kuzungumza. Bwana asifiwe. Tunapoenenda sawa sawa na wito tulioitwa katika jina la Yesu, na tusahau hii, tuenendeni katika wito ambao tumeitwa. Tuacheni misaa katika jina la Yesu isiyotukuza Bwana. Tuacheni njia ambazo asitukuzi Bwana, asidhihirishi wito. Tujielewe na tujifahamu huu wito ndani ya Kristo Yesu unamaanisha nini. Tuachane na watu ambao wanaotutoa katika wito katika jina la Yesu. Kama mtu anakutoa katika wokovu, kama mtu anakutoa katika wito, huyo mtu afai. Hata kama ni rafiki kiasi gani, achana naye katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema Yesu Kristo alipaa, aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Kwa hivyo Biblia inaendelea kuzungumzia Yesu Kristo. Biblia inasema alipopaa aliteka mateka. Aliteka nani mateka? Yule ambaye aliyekuwa anateka wanadamu mateka. Ni nani ambaye aliyekuwa anateka wanadamu mateka? Ni Ibilisi mwovu. Kabla ya Yesu kuwa na msalabani, wanadamu wote walikuwa mateka ya Shetani. Kila mwanadamu kabla ya Yesu kuwa na msalabani walikuwa mateka ya Shetani. Biblia inasema na Yesu alipopaa, alipotoka kaburini akafufuka, Biblia inasema akafanya Shetani kuwa mateka. Kwa hivyo Shetani ni mateka wa Yesu na ni mateka wetu katika jina la Yesu. Hako chini ya miguu yetu. Shetani ni mateka, astahili kuteka yeyote mateka katika jina la Yesu. Yesu Kristo yeye ndiye mwenye nguvu. Ndio Biblia inazungumzia katika kitabu cha Luka, inasema yule ambaye ni mwenye nguvu ulinda nyumba yake, na kuna awezaye akaingia mahali pale akachukua nyara isipokuwa mwenye nguvu kumuliko, akamfunga na akachukua nyara. Yesu ndiye mwenye nguvu katika jina la Yesu. Yesu ndiye mwenye nguvu. Yesu ndiye mwenye nguvu. Yesu ndiye mwenye uwezo. Yeye ndiye ambaye aliyeteka Shetani mateka na akamfunga sawa sawa na kitabu cha Luka, na akaokoa nyara. Nyara ilikuwa gani? Nyara ilikuwa ni mimi, nyara ilikuwa ni wewe wakati ambapo tulikuwa dhambini. Alikuwa ameteka nyara maisha yetu, alikuwa ameteka nyara afya zetu, alikuwa ameteka nyara biashara zetu, mapato yetu katika jina la Yesu. Lakini Yesu alipopaa, Biblia inasema akateka mateka ambaye ni Shetani. Kwa hivyo Ibilisi ni mateka, hana uwezo, hana nguvu. Na Biblia inasema kitu kingine ambacho Yesu alifanya, alipea wanadamu vipawa. Akapea wanadamu vipawa. Vipawa hivi tutaangalia ni vya nini katika jina la Yesu. Na kitu ambacho naomba katika jina la Yesu ni hili kanisa tuwe na karama na vipawa vya Roho Mtakatifu ambavyo vinafanya kazi ndani yetu. Vipawa na karama za Roho wa Bwana zinafanya kazi kuwa rahisi katika jina la Yesu. Vinatupatia uwezo, vinatupatia nguvu. Tutaendelea kusoma. Basi neno hilo alipaa, maana yake ni nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi? Naye aliyeshuka, yeye ndiye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Bila sema alipopaa pia alishuka kusimuni. Yesu alipokufa pale msalabani, mahali pa kwanza alipoenda ni kusimuni. Binasema akahubiria maroho kule, akanyang'anya Shetani funguo za mautini na kuzimu. Kwa hivyo utawala wa mautini na kuzimu haumo mikononi mwa Shetani. Na ndio nawaambia, Shetani sio kusema kule kuzimu. Kuna viwango ambavyo hata kama kuzimu ni nyumbani mwake, hata kama alitupwa huko, kuna viwango ambavyo hawezi akapita. Yesu Kristo Bwana, yeye ndiye ambaye anayesema kujua mbinguni, anasema duniani, hata kuzimu yeye ndiye anayesema. Bali anasema huyo aliyepaa alienda kuzimuni sana. Ukisoma kitabu cha Yuda, Biblia inasema huko akahubiria maroho, na Biblia inasema tena akamnyang'anya Shetani funguo za mautini na kuzimu. Kwa hivyo Ibilisi mwovu ana funguo za mautini na kuzimu. Aliye na funguo za mautini na kuzimu ni Yesu Kristo Bwana. Hivyo Shetani hauwezi katika jina la Yesu akafungia yeyote kuzimuni na mautini, na akasema ya kwamba yawe mwanadamu yameisha.
kumaanisha hata wale ambao wanaotumikia mautini na kuzimu wanatumikia kwa kutaka kwao. Narudia tena, wanaotumikia mautini na kuzimu, wanaotumikia ibilisi mwovu, ambao ni maagent wa shetani, ambao ni wakala wa shetani, ambao ni Illuminati, nao wafuasi wote wa shetani wanatumikia shetani kwa kutaka kwao. Maana malango ya huko, aliye na funguo, aliye na mamlaka ni Yesu Kristo Bwana. Hivyo hakuna mwanadamu awaye yeyote akitaka kutoka kwa shetani, shetani anaweza akamzuilia. Hata wale ambao wamefanya maktaba na shetani, wamekubaliana na shetani, wakiamua katika jina la Yesu wataondoka kwa shetani, wataondoka kuzimu na mautini. Hata wale ambao mautini na kuzimu ni kwao, wakipata nafasi katika jina la Yesu ya kuondoka kwa shetani, wanaweza kuondoka. Na ndiposa tunastahili tuombe katika jina la Yesu kwa ajili ya wale ambao wametekwa mateka kule kuzimuni. Kuna watu ambao huwa tunafikiria walipotea, wanatangaza walipotea, lakini mimi nakuambia wanatumikia shetani kule mautini na kuzimu. Kuna watu ambao inasemekana walikufa na watu wakazika, kumbe walizika migomba ya ndizi, kumbe walizika maumbwa, kumbe walizika mbuzi, na masingaumbo yakafanywa ikakaa kama watu, lakini uamo kule kuzimuni wakitumikia shetani. Lakini nataka niwaambie katika jina la Yesu, hao pia katika jina la Yesu Kristo tunaweza tukawaita na wakakucha. Maana gani? Aliyekuwa mateka sasa ni mateka. Shetani ni mateka wa Yesu, shetani ni mateka wa Kristo Yesu. Hana uwezo, hana ruhusa, kwa kuwa Yesu Kristo alipaa juu, na Biblia inasema kabla ya kupaa alishuka mpaka chini sana anakoishi shetani, katika jina la Yesu. Haleluya. Kule anakoishi shetani, Yesu Kristo Bwana alishuka huko kule kuzimuni, huko mautini, katika jina la Yesu akavuruga kila kitu huko. Waliokuwa mateka wakafunguliwa. Na ndio Biblia inasema Yesu Kristo alipofufuka, ile siku alifufuka, Biblia inasema watakatifu wa kitambo nao kaburi zao zikafunika. Na Biblia inasema wakaonekana wakitembea Yerusalemu. Kwa nini walitembea Yerusalemu? Kwa nini walifufuka? Maana Yesu Kristo aliwaweka huru katika jina la Yesu. Hivyo mwanadamu awaye yeyote anaweza akaokoka katika jina la Yesu. Mwanadamu yeyote anaweza akatoka mikononi mwa shetani. Vyovyote vile tunaweza tukaondoa mikononi mwa shetani katika jina la Yesu, kwa kuwa mwovu shetani ameshindwa, ufalme wake umeshindwa katika jina la Yesu. Na vyote ambavyo ameteka mateka vya kwetu katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, kwa karama na vipawa, kwa imani ambayo tulio nayo katika jina la Yesu, tutarudisha, tutarejesha. Haijalishi ameenda wapi. Haleluya, Bwana asifiwe. Haijalishi shetani amefika wapi, haijalishi amefika wapi na biashara yako, haijalishi amefika wapi na mwanadamu, haijalishi ameenda mpaka umbali gani, kila tunaweza hayo mateka tukaregesha, kukawa na uregesho, kukawa na uponyaji katika jina la Yesu. Maana Yesu Kristo alishuka, Biblia inasema alishuka. Haleluya. Ama Biblia inasemaje? Sikia, Biblia inasema hivi, Biblia inasema hivi, naye aliyeshuka yeye, mstari wa 9, basi neno hilo alipaa, maana yake ni nini kama sio kusema kwamba yeye alishuka mpaka pande zote zilizo chini za nchi? Naye aliyeshuka, yeye ndiye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote pia. Haleluya. Aliyeshuka uko kuzimuni akafanya shetani mateka. Kwa hivyo ibilisi yote kwa yaliyo kuzimuni katika jina la Yesu, vilivyotekwa mateka kuzimuni, tunaweza tukaviita, tunaweza tukaviondoa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, vilivyopelekwa huko na wachawi, vilivyopelekwa huko na waganga, vilivyopelekwa huko na wabudu shetani, nafsi ambazo zimekamatwa, maisha ambayo yamekamatwa, mali ambayo yamekamatwa, afya ambayo zimekamatwa, katika jina la Yesu. Sema nasije, sema kwa sauti, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Chochote ambacho ni mateka, chochote cha kwangu ambacho ni mateka na ibilisi na kuzimu na ufalme wake, katika jina la Yesu, na kije
na vije, kazi yangu na ikuje, biashara yangu na ikuje, huduma yangu na ikuje, washirika wetu na wakuje, fedha zetu na sikuje, katika jina la Yesu. Biblia inauliza katika kitabu ya Isaia, Biblia inauliza hivi, je, aliye ondari, haleluya, aliye ondari, Biblia inasema aliye ondari, je, anaweza akanyang'anywa mateka yake ama akanyang'anywa nyara? Biblia inasema ndio, hata aliye ondari atanyang'anywa nyara, atanyang'anywa mateka, hata yale ambayo aliyoteka alali. Nimesema hata wale wamejipeana kwa shetani, wakisikia injili na waasi waseme shetani atukutaki, aweze akawazuia, na hakuna kitu shetani anaweza akawafanya wakija kwa Yesu, katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hivyo tusimuogope shetani, tusiogope wachawi, tusiogope waabudu shetani, katika jina la Yesu. Haleluya. Ni mateka. Yesu ndiye mwenye nguvu. Yeye ndiye aliyempiga akamshinda na akachukua nyara, akachukua funguo za mautini na kuzimu. Yeye ndiye kusema, Biblia inasema akainuka juu ya mbingu zote. Haleluya. Biblia inasema ili avisawasishe vitu vyote viwe sawasawa, katika jina la Yesu. Kwa hivyo tunayemfuata Bwana wetu Yesu Kristo ndiye kusema, katika jina la Yesu. Tunaendelea. Biblia inasema akapea wanadamu vipawa. Aliwapea wanadamu vipawa gani? Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Haleluya. Ndio Yesu anasema, nitalijenga kanisa langu na malango ya kuzimu hayatalishinda. Kanisa ambalo ni la Kristo, kanisa ambalo ni la Kristo Yesu, sio dini. Haleluya. Sio dini, sio kusanyiko la watu kwa jina la dhehebu lakini hawana Yesu. Kanisa ambalo watu wamekusanyika na wana Yesu, Yesu analijenga. Biblia inasema njia moja ambayo Yesu anajenga kanisa lake ni kupitia karama na vipawa vya Roho Mtakatifu. Haleluya. Karama na vipawa vya Roho Mtakatifu. Kupitia karama na vipawa vya Roho Mtakatifu tunamshinda shetani, tunashinda kuzimu na njama zake na hila zake, katika jina la Yesu. Biblia inasema hizi karama na vipawa alivyopea, ambao ni wito, inasema wengine aliwapa kuwa mitume. Mitume ni authority over the church. Biblia inasema akapea wengine kuwa manabii. Manabii ni wale ambao wanaoona sirini, wanaona yale shetani anapanga, wanaona kile kinakula watu. Haleluya. Na mambo Biblia inasema nitaendelea, akatoa wengine kuwa wainjilisti, wengine wachungaji, na wengine walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, ili watakatifu wakamilike. Bwana. Kwa hivyo kanisa la Kristo linastahili kuwa na hizi vipawa 5 katika jina la Yesu, sikiwa zinatenda kazi ndani ya kanisa. Hili kanisa lisipungukiwe. Kanisa ambalo hizi karama asifanyi kazi, limepungukiwa kitu fulani. Haleluya. Na shinda ya leo ni kwamba kuna tamaa nyingi sana kanisani. Mtu akiona yeye ni mitume, amepewa karama ya mtume, badala ya kulijenga kanisa anafikiria kwenda kuanza huduma yake. Manabii ndio shinda kabisa, wanataka kutabiria watu. Na wacha niwaambie, mimi nawaambia ukweli, mahali ambapo ni karama moja mpeke yake, ni kipawa kimoja kinafanya kazi, wale watu wamepungukiwa sana. They are malnourished. Hallelujah. Wanakwasi yako ya kiroho.
Narudia tena, mahali ambapo ni kipawa kimoja kinafanya kazi, watu wale pale wanakuasi yako ya kiroho katika jina la Yesu. Maana Mungu alitaka karama zote sifanye kazi katika kanisa katika jina la Yesu. Kama ni mitume afanye kazi yake, kama ni mchungaji afanye kazi yake, kama ni mwalimu afanye kazi yake, kama ni mwinjilisti afanye kazi yake. Linasema ili mwili wa Kristo uweze kujengeka, ili unduma iweze kutendeka, ili mwili wa Kristo huwe mkamilifu katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Kwa hivyo tulio mahali hapa, kama karama itashuka ndani mwako, usiwe kimbelembele, usiende kufungua unduma. Kama Mungu ayasema fungua unduma. Haleluya. Usiende kimbelembele kwenda kufungua kanisa na Mungu hajasema fungua kanisa. Kama mahali pale ulipo, tumika mahali hapo katika jina la Yesu hadi Yesu Kristo atakaponena, ili mwili wa Kristo uweze kujengeka katika jina la Yesu, ili kazi ya Mungu iweze tendeka katika jina la Yesu. Na ndio shinda kanisani. Na ndio vipawa siku hizi hata zipeana. Maana mtu akipewa anaona yeye ana upako kuliko watu wengine na anaenda katika jina la Yesu. Kwa hivyo hizi karama ni kwa ajili ya unduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Hata sisi tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, ili tutakapofikia umoja wa imani. Umoja wa imani. Kwa nini kanisa zina doctrine tofauti? Kwa nini madhehebu yana doctrine tofauti? Ni kwa sababu karama, vipawa zote tano asifanyi kazi kwa pamoja. Hizi karama tano zinastahili kufanya kazi kwa pamoja. Haleluya. Mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, walimu wanastahili kufanya kazi pamoja. Biblia inasema ili, haleluya. Biblia inasema nini? Ili katika jina la Yesu tufikie umoja wa imani. Tufikie umoja wa imani. Lakini madhehebu hayana umoja wa imani. Kwa sababu gani? Mtu akiwa na karama anaenda, anafungua dhehebu lake, anaandikisha dhehebu lake, anasonga hivyo. Mwingine anasonga hivyo. Haleluya. Kristo ni mmoja, Mungu ni mmoja, lakini mafundisho na imani kuna mahali ambapo zinatofautiana. Mungu akukusundia hivyo katika jina la Yesu, na istahili kuwa hivyo. Tunastahili kanisa la Kristo liwe na umoja wa imani. Biblia inasema umoja wa imani gani hii? Haleluya. Umoja wa imani, ili umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Umoja wa imani. Imani gani? Kumfahamu sana mwana wa Mungu. Hizi karama na vipawa ni kwa ajili ya kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, hata kufikia kwenye cheo, kwenye kipimo cha Kristo. Kumbuka Biblia inasema anatufananisha ili tufanane na nani? Na Yesu Kristo. Hizi karama na vipawa ni vya kusaidia kanisa ili ifanane na Yesu Kristo. Kwa hivyo kanisa ambao hizi vipawa, karama asifanyi kazi, asimo mahali pale, inakawia sana wao kufanana na Kristo. Maana kuna vitu ambavyo vimepungua, kuna mafundisho ambayo yamefungua, kuna karama ambazo asimo mahali pale, asifanyi kazi mahali pale. Hivyo wao kufanana na Kristo inakuwa ni ngumu kufikia kimo. Biblia inasema haleluya. Ninasema haleluya. Watakatifu, hata kwa sisi tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa kimo cha utimilifu wa nani? Wa Kristo. Kwa hivyo hizi karama kinahitajika, na ndio Yesu alipeana karama katika jina la Yesu. Kwa hivyo ukiwa na wito, tulia, acha kierere,
acha kimbele mbele mpaka Mungu Baba atakaposema basi unahitajika kufungua huduma. Utakapofungua mahali utaenda, zile karama na vipawa ambazo zinahitajika Mungu atasileta katika jina la Yesu. Na ndiposa mimi nina hakika katika jina la Yesu, karama na vipawa zinazohitajika mahali hapa Baba wa mbinguni atasileta. Maana kwa hakika mimi nilisikia sauti yake Yesu. Na ndiposa chochote kinachofanyika sitakuwa na wasiwasi, sitakuwa na hofu. Nilisikia sauti ya Yesu, na kwa Yesu nikaja mahali hapa na niko mahali hapa. Kile ambacho ameahidi atatenda katika jina la Yesu. Doesn't matter kile shetani anafanya. It doesn't matter wanadamu wana njama gani, wanapanga nini, wanafanya nini. Mimi nawaambia ukweli, cha Kristo kitatimia katika jina la Yesu. Tunaendelea. Haleluya. Mstari wa 14. Ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa kila hila ya watu, kwa unjanja, tukisifuata njia za undanganyifu. Haleluya. Biblia sema ili tusitupwe huku na elimu na unjanja na mafundisho ya uongo ya binadamu. Hii itawezekana wakati ambapo karama za Roho Mtakatifu zitafanya kazi ndani mwetu na juu yetu katika jina la Yesu, ili tufikie kimo cha ukamilifu katika jina la Yesu na damu mtakatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Haleluya. Tunaendelea. Lakini tushike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa Kristo. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa. Haleluya. Tukue. Haleluya. Kufanya nini? Kufanya nini? Kukua. Wafula unakuwa ama unarudi nyuma? Bila sema na tukue kiroho mpaka tumfikie yeye, tubadilishwe mpaka tufanane naye. Tutafute kabisa kukua kiroho katika jina la Yesu. Tutafute kukua kiroho. Haleluya. Tuishike kweli katika upendo, kweli neno la Bwana. Tushike kweli katika upendo ambalo ni neno la Bwana. Tusiwe watu wa kurundirudi nyuma kwa wokovu katika jina la Yesu. Naliwaambia Ukristo wa kifafa, narundia tena, Ukristo wa kifafa tuache katika jina la Yesu. Leo umeongoka, kesho umeanguka. Kesho uko kanisani na si kwamba umeshikika au hujashikika. Mambo ya ulimwengu huu tuyaache katika jina la Yesu, na tamaa za ulimwengu tukusundie kukua kiroho katika jina la Yesu. Tushike kweli tuweze kukua hata tumfikie yeye katika yote. Tumfikie nani? Kristo Yesu. Tamanio letu likumfikia Kristo Yesu katika yote, yeye aliye kichwa, yani Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kantiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, ukuza mwili upate kujengwa wenyewe katika upendo. Haleluya. Hapa inazungumzia umoja. Biblia inasema hivi, tuliona Jumapili, tunapokuwa pamoja tunakuwa jengo la Mungu. Tunakuwa jengo la, tunapokuwa pamoja hivi kama kanisa tunakuwa jengo la Mungu. Biblia inasema kwa hivyo kila kiungo kikifanya kazi kinavyostahili kufanya, kila karama, kila kipawa ikifanya kazi yake, Biblia inasema ili tuweze kuwa kitu kimoja, mwili mmoja wa Kristo usiopungua kwa chochote katika jina la Yesu. Kanisa ambalo alipungui, kama ni unabii huko, kama ni uinjilisti mnafanya uinjilisti, kama ni mafundisho ya neno linafundishwa. Haleluya. Kama ni mchungaji anachunga kondoo, kama ni mitume, haleluya, anasimamia kanisa. Haleluya. Bwana asifiwe. Na naomba Bwana asikiae maombi ili neno litimie mahali hapa
katika jina la Yesu, na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu katika jina la Yesu. Biblia inasema 17, kwa hivyo msienende kama mataifa wanavyoenenda katika ubatili wa nia zao, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarakishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Haleluya! Si mimi nasema, ni Biblia. Biblia inasema tusienende kama mataifa, tusienende kama watu wasiokoka. Sisi ambao tumeokoka, sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo Bwana, tusienende kama hao mataifa katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema akili zao zimetiwa giza. Zimetiwa giza na nani? Na Shetani. Lakini wakikataa Shetani na waje kwa Yesu, hizo akili zao zitatiwa nuru katika jina la Yesu, nao wamefarakishwa na uzima wa Mungu. Biblia inasema wamefanywa uadui, wamefarakanishwa na uzima wa Mungu, hawana uzima ndani mwao katika jina la Yesu, kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao. Haleluya! Si mimi naosema. Unajua Shetani anataka ulimwengu waamini wa Kristo ndio wajinga. Huo ni uongo. Wasioamini Biblia inasema wana ujinga. Si mimi nayesema, ni Biblia. Ama mnafikiri ni mimi? Ndio unaposema wachawi ni wajinga, mnasema natukana watu. Unaposema waganga ni wajinga, mnasema natukana watu. Mimi situkani watu. Sikia vile Biblia inasema. Inasema hivi. Mstari wa 18 sura ya 4 ya Waefeso, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarakishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Huu ujinga umeletwa na nini? Na ugumu wa mioyo yao, wa kutuamini Injili, wa kutuamini Mungu. Kwa hivyo wamekuwa wajinga. Tunaendelea. Bali ninyi ambao wakiisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wafate kufanyia kila namna ya uchafu. Bali nyinyi sivyo, mliojifunza Kristo, ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu, mvue habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe wapya katika roho na nia zenu, mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika utakatifu na kweli. Haleluya! Itarudia huo mstari tena katika jina la Yesu wa 23 na 4. Na mfanywe wapya katika roho na nia zenu. Roho zetu na nia zetu zifanywe upya katika jina la Yesu. Na naomba kwa neno la Bwana, nia zetu ambayo ni mawazo, mafikira, na roho zetu, nafsi zetu zifanywe upya katika jina la Yesu Kristo. Mukavae utu upya. Bila sema tuvae utu upya. Kwa hivyo ni sisi tunaovaa utu upya, tunaopewa na Mungu. Ukikataa kuvaa utu upya, Mungu hatakulazimisha. Ni wewe njao unaofanya bidii kuvaa utu upya. Utu upya unatoka kwa Bwana na kwa neno la Bwana katika jina la Yesu. Biblia inasema mukavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu na kweli. Ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Tuvaeni utu upya wafula ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Biblia inasema Mungu aliumba mwanadamu kwa sura yake na kwa umbo lake. Lakini pale shambani Edeni, Adamu, umbo la Mungu na sura ya Mungu alipoteza. Ndio Biblia inasema alipozaa alizaa mwana kama Adamu, si kama Mungu. Yesu Kristo ndiye aliyekuja kuregesha umbo na sura ya Mungu. Yeyote ambaye asiyemwamini Yesu Kristo Bwana asijidanganye kabisa. Haleluya! Asijidanganye kabisa
ana sura ya Mungu na umbo ya Mungu. Narudia tena, yeyote ambaye asiyemwamini Yesu Kristo Bwana asinjindanganye, ana sura ya umbo ya Mungu. Ana sura na umbo la Adamu. Yeyote asiyemwamini Yesu Kristo Bwana kama Bwana na Mwokozi, linasema hana umbo wala sura ya Mungu. Mara mstari wa 24, sikia vizuri. Mstari wa 24 unasema nini? Unasema hivi. Mstari wa 24, sikia. Mukavae utu upya. Mukavae mtu mpya ambaye aliumbwa kwa mfano wa Mungu, wa namna ya Mungu, katika haki na utakatifu na ukweli. Kwa hivyo mtu namna ya Mungu anakucha baada ya kuokoka. Asiyeokoka hana mtu namna ya Mungu. Sisi tuliokoka tuna umbo, tuna namna ya Mungu katika jina la Yesu. Na ndiposa mambo ayatendaye Yesu tunaweza tukayatenda katika jina la Yesu. Binasema mambo makuu na makubwa katika jina. Binasema katika haki inakuja kwa kumwamini Yesu Kristo Bwana, unahesabiwa haki. Utakatifu nao unakuja kwa kutii. Haki inakuja kwa kuamini. Binasema mtu upya, sikieni. Muvae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Ningetaka mjue utu upya unavaliwa namna gani? Utu wa namna ya Mungu unavaliwa namna gani? Tutakaaje katika haya maisha ili tufanane na Yesu? Tutakaje katika haya maisha ili tuwe na sura na umbo la Bwana? Hili mahali popote tunapitia, tunatiisha shetani, tunatiisha kazi za giza, tunatiisha ushetani, tunatiisha nguvu za giza, tunaamurisha hali na sinasikia. Haleluya. Hali asisikii hivi hivi. Haleluya. Lazima uwe na umbo lingine ndani mwako. Hata wale wakule kuzimuni ndio hali sisikie, ingawaje sio sote zinasikie. Wana umbo la shetani, wana utu wa shetani, wana mashetani na mapepo ambao wamewavaa. Haleluya. Lakini sisi tuvae utu wa Mungu. Tunavaa utu wa Mungu namna gani? Katika haki. Haki inakuja tunapomwamini Yesu Kristo Bwana kama Bwana na Mwokozi. Tunahesabiwa nini? Haki. Hatuna hatia mbele zake Bwana. Inasema katika utakatifu. Utakatifu unakuja namna gani? Hebu niwaulize. Je, munaelewa vipi utakatifu unakuja namna gani? Unaposema Bwana nitakaze, utakatifu unakuja. Hiyo huja kwa kusamehewa dhambi. Na utakatifu una viwango. Kuna holy place, holy of holies. Haleluya. Utakatifu huja kwa utiifu wa neno la Bwana. Vile unavyotii neno, hivyo ndivyo unakuwa mtakatifu. Hivyo ndivyo unavyokuwa mtakatifu. Kwa hivyo utiifu wa neno la Bwana ndivyo unavyokuwa mtakatifu. Yesu anasema neno langu likae ndani mwenu na mimi nikae ndani mwenu. Na Biblia inasema hapo mwanzo palikuwa na neno, na neno lilikuwa Mungu na lilikuwa kwa Mungu. Neno la Bwana ni Mungu. Neno nalo likubali na kulitii. Umekubali Mungu, umekubali Yesu, ameingia ndani mwako. Unapotii neno unakuwa mtakatifu. Na wacheni waambie, kile kinatisha shetani ni utakatifu. Na utakatifu ndio uleta utukufu wa Mungu. Haleluya. Umesikia? Kutii neno la Bwana uleta utakatifu. Utakatifu ndio ambao unaleta utukufu wa Bwana katika maisha yetu. Na utukufu wa Bwana, haleluya, haleluya, utukufu wa Bwana ni sifa za Bwana. Mungu anasema sigawanyi utukufu wangu na mtu mwingine, sigawanyi sifa zangu na mtu mwingine. Kwa hivyo vile unavyotii neno la Bwana ndivyo sifa za Mungu zinakuwa na wewe, ndivyo sifa za Mungu zinaonekana ndani mwako katika jina la Yesu. Tutiini neno la Bwana, tuwe watakatifu. Vile nasema na kweli. Kweli ni nini? Ni hilo neno. Kuamini kile neno la Bwana linavyosema katika jina la Yesu na damu takatifu.
Basi uvueni uongo, mukaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo na mwenzake. Bila sema vueni uongo. Usiambie jirani yako muongo. Haleluya. Tunaosema uongo na tumeokoka, hiyo inaturegesha nyuma. Haleluya. Inaondoa utakatifu ndani mwetu na utukufu wa Bwana katika jina la Yesu. Muwe na hasira ila msitende dhambi. Bwana asifiwe. Biblia inasema kuweni na hasira ila msitende dhambi. Kwa nini? Kwa nini Biblia inaruhusu uwe na hasira? Nani anafunua hapa atuelezee? Kwa nini Biblia inasema kuweni na hasira ila msitende dhambi? Tena mahali pengine Biblia inasema kuweni na hasira ila jua lisitue mkiwa na hasira. Kwa nini Biblia inaruhusu kuwe na hasira? Haisemi usiwe na hasira. Hapa tunaambiwa kuwa na hasira ili usitende dhambi. Kuwa na hasira wafula ila jua lisitende ukiwa umekasirika. Kwa nini? Haisemi usiwe na hasira. Haiwezekani. Maana hata Mungu Baba yetu tuliyeumbwa kwa mfano wake, binasema huwa na hasira. Na binasema hasira ya Bwana inawaka kama moto. Lakini hata Bwana anapokuwa na hasira atendi dhambi. Hivyo sisi tunaweza kuwa na hasira kama Mungu, binasema hila tusitende dhambi. Binasema Mungu si mwingi wa hasira. Hivyo hata sisi bila Baba yetu si mwingi wa hasira, na tuombe katika jina la Yesu hasira ituondokee. Haleluya. Wale wametoka kule Meru, wale wametoka kule Kisii, katika jina la Yesu waombe hiyo roho ishindwe katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hivyo wafula kukasirika kwa Mkristo, hakuna Mkristo hawezi kasirika. Lakini Biblia inasema usitende dhambi. Usikasirike upige mtu ngumi. Na Mungu atujalie, atusaidie tusiwe na hasira mingi katika jina la Yesu. Maana kuepuka hasira sawa sawa na Biblia ni ngumu. Hata Mungu wetu, mfano wetu, anasibu inasema kuweni na hasira ila msitende dhambi. Usiwe na hasira utukane mtu. Usiwe na hasira upige mtu ngumi. Usitende dhambi. Uwezi avoid hasira. Na kama kuna kitu shetani utumia ni hasira. Na kama kuna tunachungana nacho siku hizi ni hasira. Maana hasira ndio ilifanya Musa asifike nchi ya ahadi. Aligonga mjiwe mara mbili, alikuwa ameambiwa njonge mara moja. Akaangusha agano akavunja. Lawi, kilichosumbua Lawi ni hasira. Na yule mwingine alikuwa na hasira. Wale walienda wakaua wale wa Filisti, wale watoto wawili wa Yakobo, na wakapata laana kwa sababu ya hasira. Kwa hivyo hasira, Biblia inasema muwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Kwa hivyo kama umekasirika asubuhi, omba neema katika jina la Yesu. Ikifika jioni hasira imeisha. Mungu atusaidie tusilaze nini? Hasira. Narudia, Mungu atusaidie tusilaze nini? Hasira. Ona msemi amen. Kama una hasira, umekasirikia mtu, hiyo hasira ishe sana dakika hii katika jina la Yesu. Wandanda, jifundisheni kuachilia na kusamehe. Yesu anasema jirani yako akikukosea mara 47 na rudi mara 47 mara 7 kwa siku, msamehe. Mungu atuepushe na hasira. Kwa hivyo jua lisichwae, usilale na uchungu, usilale na hasira. Mungu atusaidie tusilaze hasira na uchungu katika jina la Yesu. Tuwe watu wa kuachilia katika jina la Yesu. Na uchungu wenu bado hujawatoka, wala usimpe ibilisi nafasi. Tusimpatie shetani nafasi. Ukilala na hasira umepatia shetani nafasi. Ukiweka uchungu ndani ya moyo wako umepatia shetani nafasi. Kataa kupatia shetani nafasi katika jina la Yesu. Kuna mhubiri huwa ananiambia
usikasirikie upumbavu wa mtu mwingine. Maana mtu anayekutendea mabaya ni pumbavu. Kwa hivyo usikasirike kwa upumbavu wa mtu mwingine. Kwa kazi ili tumalize. Mwibaji, mwizi asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kitu kumwagia mhitaji. Kwa hivyo kama unaiba kule kazini, usiibe tena katika jina la Yesu. Wewe unaiba tomato za wenyewe, umeajiriwa kule sokoni, na jioni unachukua tomato 2 unaweka kwa mfuko, unaenda kukaanga nazo na mwenyewe ajui. Usifanye hivyo tena katika jina la Yesu. Sema amen. Unaweka kitunguu kwa mfuko, unaenda kukaanga nayo. Haleluya. Usiibe tena. Ukiwa kanisani usiibe tena. Usiibie mundosi wako. Hata masaa ya kazi tusiibe katika jina la Yesu. Na tusimuibie Mungu fungu la 10 na masaa yake. Haleluya. Ninaendelea. Najua hiyo hampendi, lakini hiyo ndio neno. Ndio tunakuwa watakatifu. Binaelezea njia ya kuwa mtakatifu. Ni hizo vitu tunaachana nazo. Tunatii neno la Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Neno lolote lililo hofu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo njema la kulumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Na Mungu apatie maneno yetu neema. Neno mbaya lisitoke midomoni mwetu. Mungu atusaidie. Tusio watu wa kulaani laani. Kulaani tuachieni wachawi na waganga. Sisi wana wa Mungu binasema neno la neema litoke midomoni mwetu, ili lisaidie anayehitaji katika jina la Yesu. Lilete faraja na baraka katika mtu. Wala msihusunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Msimhusunishe Roho wa Bwana. Tunapotenda maovu tunamhusunisha Roho wa Bwana. Asa usherati na usinzi. Binasema mili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu wa Bwana. Roho Mtakatifu wa Bwana anakaa ndani. Vijana, wazee, wa mama, usherati na usinzi ni dhambi mbaya. Tebi nasema hakuna dhambi nyingine mbaya kama hiyo, maana mwanadamu anajitendea mwenyewe katika jina la Yesu. Kwa hivyo wanaonisikia na uko kanisani, acha usherati na usinzi, zinahusunisha Roho Mtakatifu kwa kiwango kikubwa katika jina la Yesu. Nasema ambaye tulitiwa muhuri kwa ajili ya ukombozi. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Uchungu wowote na ghadhabu na matukano. Nani ako kanisani na ukimpata sokoni bila anatukana na sokoni, utafunga masikio, utakimbia. Kule kwa mitaa tunaishi, wanasimama hivi wamama na wamefunga leso, moja kwa kona hii, mwingine kwa kona ile, na mmoja ni wa kanisani, lakini maneno yanayotoka kwa hizo midomo ni Jehova anajua. Kule sokoni wakapo wanatukanana huko na wako kanisani. Biblia inakataa katika jina la Yesu. Tuenende sawasawa na wito ambao tulioitiwa. Ndio Biblia inaelezea haya mambo, ili tuenende sawasawa na wito ambao tulioitiwa. Kwa hivyo hakuna kutukanana wandanda. Unajua wanaume ni ngumu, lakini wanawake kusomeana kutukanana na malisia. Kwa hivyo uchungu na ghadhabu na hasira na kelele, kupigiana kelele, msio watu wa kelele. Tena iweni wafadhili ninyi kwa nyinyi, wenye huruma, mkasameane kama Mungu Kristo alivyowasamehe nyinyi. Kwa hivyo watu kanisani wasameane katika jina la Yesu. Kama kuna mtu amebeba mwenzake hapa, amsamehe. Bila sema tusameane kama Mungu alivyotusamehe. Na bila sema tukataa kusamehe, naye Mungu hata tusamehe. Tusimameni. Tutaendelea Jumapili katika jina la Yesu. Tuinue mikono yetu. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu, ni asante Baba kwa ajili ya jioni ya leo. Asante Baba kwa ajili ya ibada hii. Asante Baba kwa ajili ya wapendwa. Tusaidie Bwana kulishika hili neno. Tusaidie kutembea sawa sawa na wito uliotuita nao, Mtakatifu wa Israeli, katika jina la Yesu. Ewe Baba wa mbinguni, tusaidie Bwana, tusaidie Mwokozi. Naomba neema juu yetu Bwana. Najifunika na damu ya Yesu, nafunika wapendwa na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Uimitiwe Bwana, uimitiwe Mwokozi. Katika jina la Yesu tunaomba na tunaamini na tuseme amen.
Tutoeni sadaka zetu na fungu la 10. Sio kama kuna mtu alikuwa anahitaji maombi, tunaweza kumuombea. Kunaye Wafula, uliniambia usikii vizuri, njoo nikuombe katika jina la Yesu. Hiyo hali isikurudie tena katika jina la Yesu Kristo. Hiyo hali isikurudie tena. Bwana Yesu, ugonjwa wa kichwa na miguu uende. Na kuanzia leo kama vile uishivyo